Buheri gani tena mpenzi mtazamaji wa Baharia TV. Karibu tena katika channel yetu. Moja kati ya taarifa muda huu ni kwamba waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe aelekeza watumishi 14 wasimamishwe kazi kwa ubadhirifu wa fedha za mradi. Na naomba tumsikie hapa akiwa anaongea Profesa Riziki Shemdoe. Kwa mujibu wa kanuni ya 37(1) ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022, kuwapumzisha kutekeleza majukumu yao watumishi wa halmashauri wanaotuhumiwa kusababisha changamoto kwenye miradi ya ujenzi, ikiwepo mradi wa ujenzi wa jengo la utawala. Wa kwanza ni ndugu Rajabu Diamond Mushi ambaye ni afisa hesabu mwandamizi wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Wa pili ni bwana Abdalla Mohamed Jaha ambaye ni mhandisi wa kilimo mkuu daraja la pili kwenye halmashauri ya wilaya ya Muheza. Wa tatu ni ndugu Shukuru Elias Marandu ambaye ni afisa ugavi msaidizi wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Wa nne ni Jessica Francis Luvigo, afisa rasilimali watu wa halmashauri ya wilaya ya Muheza. Wa tano ni Karen Dastan Mela, mhandisi daraja la pili halmashauri ya wilaya ya Muheza. Hawa, Mheshimiwa Waziri, ndio wale ambao walitambuliwa siku ile na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini baada ya timu tuliotuma hapa wameongezeka wale 9 ambao ni Mwangaza Rajabu Kusenge, mkuu wa idara ya manunuzi; pili, Maximilian Sindanguru, mkuu wa idara ya elimu msingi; Angela Jabe Mwapachu, kaimu mkuu wa idara ya huduma za sheria; Edward Sempindu Mgaya, mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Namba 10 ni Msafiri Charles Nyaruva, mkuu wa kitengo cha michezo, utamaduni na sanaa. 11 ni Zaituni Saidi Abdalla, mkuu wa kitengo cha uchaguzi. 12 ni Isa Selemani Msumari, mkuu wa kitengo cha uhifadhi wa mazingira. 13 ni Nasibu Fadhili Mashanjala ambaye ni mhasibu, na 14 ni Moses Herbert Mpembo. Usomee baadhi ya comment hapa. Anasema au ndio wahuni sasa. Anasema mwizi amfukuza mwizi. Anasema milioni 300 kulipa posho. Anasema walisha kula nikajua wanarudisha. Anasema Muhenza kumeoza sana. Anasema kusimamishwa tu, hata wengine wanachukua chao mapema. Sheria ni mbovu sana, hii haina hukumu yoyote kwa kiongozi. Hizi ni baadhi ya comment ambazo wametoa wadau hapa. Wewe una comment gani? Nasoma comment hapo chini. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.